Kuna mpira anything happen. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Kabudi amepanga kukutana na viongozi wa shirikisho la soka la nchini TFF, bodi ya ligi kuu ya Tanzania na klabu ya Yanga ili kutatua mgogoro unaoendelea kuhusu kusogezwa mbele kwa mchezo wao wa ligi kuu bara dhidi ya Simba. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumatatu Machi 24, kikao hicho kitafanyika jijini Dar es Salaam Alhamisi na maofisa kutoka Yanga, Simba, TFF na bodi ya ligi kuu wamejulishwa na watahudhuria. Taarifa inasema kwamba ni kweli tutakutana na Waziri Kabudi kuhusu masuala mbalimbali ikiwemo kusogezwa mbele kwa mchezo wetu dhidi ya Simba. Tumepokea barua na tutahudhuria, alisema afisa mmoja wa Yanga aliyeomba pia jina lake kuhifadhiwa. Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Gerson Sigwa aliweza kuthibitisha kikao hicho kitafanyika jijini Dar es Salaam kikiongozwa na Waziri Kabudi. Sigwa pia alieleza maofisa wa Simba watashiriki katika kikao hicho. Protector akaiona jehanamu hapa, njozi inayotisha, akaona cheche, hii bunduki ya Kwingineko, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Sport Club Ahmed Ali ameweza kuzungumzia maandalizi ya mechi mbili zijazo dhidi ya Bigman FC na dhidi ya Al Masry. Ahmed anasema kikosi chao kimecheza mechi mazoezi kadhaa kwa ajili ya kujiweka sawa kuelekea mechi hizo. Anasema ni timu ndogo lakini jina lake linatisha, Bigman mtu mkubwa, kwa hiyo lazima tufanye maandalizi makubwa. Hayo ni maneno ya msemaji wa Simba Sport Club Ahmed Ali. Mechi yetu ya mwisho tumecheza dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo mwalimu alionelea kwamba ingekuwa vema zaidi akapata mechi mazoezi ndani ya wiki hii kwa ajili ya kumaintain standard ya wachezaji pamoja na fitness, lakini kama haitoshi kuwafanya wachezaji kuwa katika mode ya ushindani kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Bigman. Na niseme tu ya kwamba kila kitu kimekwenda vizuri katika mazoezi hayo ambayo yamefanyika weekend hii, na amerejea tena katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuendelea na program hiyo. Wachezaji wote ambao hawajaitwa kwenye majukumu ya timu za taifa wote wako mazoezini hivi sasa wakiendelea na mazoezi hayo, tukijiandaa na michezo miwili ambayo ipo karibuni, mchezo wa tarehe 27 dhidi ya Bigman na mchezo wa tarehe 2 kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Al Masry. Na kikosi cha Bigman FC wakiongozwa na kocha wao Zuberi Katwila wanasema wako tayari kupambana na ubora wa Simba. Licha ya ubora huo, wanayajua madhaifu yao. Anasema ni kwamba mzunguko wa pili tangu uanze hatujafungwa. Hii ni kuelekea katika mchezo hatua ya 16 bora kombe la shirikisho la CRDB Bank Federation Cup utakaopigwa March 27 mnyama dhidi ya Bigman FC. Dar es Salaam katika mchezo wetu na Simba tucheze shindano ya CRDB Federation Cup. Tunajua Simba ni kikosi bora, kikosi ambacho kwa kimeimarika katika mashindano yote. Kwa hiyo kwetu ni fursa ya kuweza kupambana na ubora wa Simba ili kuweza kuangalia jinsi gani ya kuwazuia ule ubora wao. Kwa sababu ukiangalia kama mzunguko wa pili toka umeanza sasa tujapoteza, tunashinda na suluhu. Kwa hiyo morali yetu ni kubwa, na kama mchezo wa jana tumeweza kushinda na Geita, kwa tunajiandaa vizuri na Simba. Tarehe 27 tutaweza kupata matokeo. Kunako medali za kimataifa, kocha Thomas Tuchel ameiongoza England kwenye ushindi wake wa pili mfululizo kufuatia ushindi wa bao 3-0 dhidi ya Latvia kwenye mchezo wa kuwania kufuzu kombe la dunia 2026 kwa ukanda wa Ulaya. Jana England imefanikiwa kuibuka na ushindi wa magoli 3-0, mabao yakifungwa mnamo dakika ya 38 na James, dakika ya 68 na Kane, lakini pia dakika ya 76 na Iz. Na matokeo mengine ni kwamba Bosnia yeye amefanikiwa kuibuka na ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Cyprus, huku Poland yeye akibuka na ushindi wa goli 2-0 dhidi ya Malta. San Marino ameweza kupoteza bao 5-1 dhidi ya Romania, huku Albania yeye akipoteza goli 3-0 dhidi ya Andorra. Kwa hiyo hando matokeo ya jana michezo hiyo. Na ni kwamba tu kuna taarifa ambayo inatuambia pia Ken amekuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamekuwa wakifanya mazuri makubwa zaidi, ambapo wafungaji bora wa muda wote England Harry Kane ameweza kucheza michezo 105, magoli 71, anafuatiwa na Wayne Rooney ni michezo 120, magoli 53. Lakini Sir Robbie Charlton
michezo 106, mabao 49. Lakini Kari Lerak ameweza kufunga mabao 48, michezo 80. Vivian Woodward michezo 32, mabao 44. Kwa hiyo hao ni wale wafungaji watano bora muda wote kwenye kikosi cha England.